Sasa ili kuelewa zaidi tuungane na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi mubashara, yuko studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, kwa nini Israel inapinga mpango huu wa amani huko Gaza? Bila shaka kile ambacho kimezungumzwa muda mfupi hapo ni kuwa uchaguzi unaokuja. Hii ni lugha ya uchaguzi. Inawezekana tamko hili alilolitoa Donald Trump kwanza wiki jana kuwa alikuwa amekubaliana na Hamas kuweka silaha chini, na yeye alilitoa katika muktadha wa siasa, yani alikuwa katika kampeni, na waziri mkuu naye analizungumza katika lugha ile ile ya kampeni. Presha kubwa ipo nyuma ya waziri mkuu, hasa mawaziri wa mrengo wa kulia ambao wanamsukuma sana sana kuwa hili haliwezekani, na ni kama wamekosa kipi wakizungumze, kwa sababu tayari unajua kampeni zinaendelea ndani ya Israeli, hawana cha kuzungumza kwenye majukwaa. Kwa hiyo hili swala ambalo ukirudi nyuma utaona kuwa wao ndio walipendekeza vifungu vingi kwenye haya makubaliano, lakini ndio wao wanatamka kuwa hawalitaki. Ukimnukuu waziri mkuu anasema kuwa nikiwa mimi waziri mkuu haitokuja kuwepo taifa la Palestina. Sasa mnaenda kwenye makubaliano ya nini, hali ya kuwa yeye msimamo wake ni huo? Swala lingine tata hapa ni silaha ambazo Hamas inamiliki, na kwenye mpango huu pande zote mbili zinaonekana haziaminiani, au tatizo ni nini? Bila shaka pande zote mbili zimekuwa haziaminiani, lakini kuwa ukijaribu kulitazama hili swala la silaha, unajua pale ninapokuambia hili swala limekuja wakati huu ambapo ni kisiasa zaidi, ni kama mchezo wa kisiasa, kwa sababu ukirudi kwenye vifungu ambavyo vilikuwa vimeweka haya makubaliano ya Gaza, utekelezaji bado uko mbali sana. Sio hapa, walikuwa wanatakiwa waingie kwenye awamu ya pili ya usitishaji. Awamu ya kwanza ilikuwa kuondoa uhasama na kuzuia mashambulizi na kufungua baadhi ya mipaka. Awamu ya pili ilikuwa ni kuanza uratibu wa ujenzi wa Gaza na kuanza kujiondoa taratibu kwa vikosi vya Israeli na kuruhusu mashirika ya kimataifa yaweze kufanya kazi kwa uhuru. Kwa hiyo awamu ya mwisho ndio ilikuwa ya kuweka silaha. Sasa ni ajabu kuwa leo wanajadili kuhusu kuweka silaha kwa Hamas, hali ya kuwa ukienda kwenye vifungu unaona kabisa hili swala liko mbali sana, sio sasa. Ndio maana nakwambia kuwa hili swala limeletwa mara hii kwa sababu ni turufu pia ya kisiasa kwa pande zote. Netanyahu anacheza nayo na Trump anacheza nayo. Tuangalie jeshi ambalo linapaswa kuundwa la kimataifa ili kulinda amani. Uganda ni miongoni mwa mataifa ya kwanza ambayo yameidhinisha kutuma vikosi vyake Gaza. Hili binafsi umelichukuliaje? Je, kwa nini wameruhusu hatua hiyo kwanza ifanyike? Kwanza hapakuwa na vigezo vya nchi gani inaweza ikaenda, licha ya kuwa Israeli alizuia baadhi ya nchi ambazo zilitaka kupeleka vikosi vyao ikiwemo Uturuki. Unajua mahusiano kati ya Israeli na Uturuki yalivyo, kwa hiyo yeye alizuia. Lakini kwenye hili tunaona ni nchi mbili tu ambazo mpaka sasa zimeonekana kuwa ziko tayari kufanya hivyo, ni kati ya Uganda na Morocco. Lakini hata wao watatakiwa kusubiri sana, kwa sababu hata bodi yenyewe ambayo iliundwa na Donald Trump kiasi kikubwa kwanza haina fedha, licha ya kuwa Donald Trump alialika mashirika mengi na nchi nyingi zishiriki, na akaagiza kila nchi ingelipa kiasi cha dola bilioni 1 katika mchango wake wa Gaza, lakini bado inaonekana mwitikio ni mdogo sana. Kwa hiyo hata Uganda kusema kuwa wanataka kwenda, inabaki tu kuwa ni katika ile kusema kuwa tunapendekeza, tuna nia ya kufanya hivyo pamoja na Morocco, lakini ukweli kuwa hata wao ni bado hili swala bado halijafikiwa swala la kwenda. Sasa kikosi hicho cha kimataifa pia kitajumuisha Morocco kama ulivyotaja, Kazakhstan, Kosovo na hata Albania. Kwa mtizamo wako, kitafaulu katika majukumu yaliyo mbele yake Gaza? Ukirudi kwenye makubaliano kuwa kikosi kitafaulu, kwa sababu haya ni makubaliano ya usitishaji ya pande zote mbili. Vifungu vingi vilivyo katika hayo makubaliano Hamas pia wamevikubali. Kwa hiyo hata swala la uwekaji silaha sio la upokonyaji silaha, ni la usalimishaji silaha, yani kuwa Hamas wanakubali kuwa wataweka silaha zao chini kwa hiari yao wenyewe. Lakini wakati gani? Wakati ambao wataweka silaha zao chini, manake kuwa hapatokuwa na tishio, manake kuwa eneo lote la Gaza litakuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya kimataifa, ambapo kuwa Israeli hatakuwa na uamuzi wa kuingilia kufanya mashambulizi yoyote. Kwa hiyo hapatokuwa na nguvu yoyote itayotumika, na hata hivi vikosi vitakwenda pale vitaweza kufanya hivyo bila shida yoyote, kwa sababu haya ni makubaliano, sio kuna upande umelazimishwa, ni makubaliano ambayo pande zote zimesaini. Naam, kwa kifupi tu, swala la Gaza unadhani linaangaziwa vya kutosha, ukizingatia kwamba sasa macho yote yameelekea Iran? Linatazamwa, lakini kwa nafasi ndogo sana. Mfano, ukitazama haya makubaliano ambayo leo yanaleta msuguano katika kupeleka vikosi kutoka kufanya nini,
ukirudi kutazama vifungu vyote 15 ambavyo kiuhakika ni vifungu ambavyo vimeidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, manake ni sheria hivi vifungu, bado kumekuwa kuna kusuasua sana na hakuna utekelezaji wowote, licha ya kuwa ni vya Umoja wa Mataifa. Israeli kaachiwa ndio aamue nani anaingia, nani anatoka, kipi hatutaki, kipi tunataka. Kwa hiyo naona swala la Gaza bado haliko kwenye nafasi kubwa sana kama la Irani na Marekani kwa sasa. Shukran sana Rabi kwa tathmini hiyo ya kina. Ibrahim Rabi, mahojiano hayo ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.